Kesho ndio siku rasmi na kilele jioni ambapo tutakuwa tunatoa tuzo za umahiri wa uandishi wa habari Tanzania, na katika tuzo hizo tunakusudia kutoa tuzo 12 kwa waandishi moja, lakini tunakusudia kutoa tuzo kwa vyombo vya habari kwa mara ya kwanza. Tutakuwa na tuzo ya chombo cha habari ambacho kinazingatia sheria. Tutakuwa na tuzo ambayo ni ya kutambua mahojiano yaliyo bora kabisa. Tutakuwa na tuzo inayomtambua kijana mdogo mchanga aliyeibuka kidedea. Tutakuwa na tuzo inayozingatia mwanamke aliyefanya vizuri kabisa katika tuzo hizi. Kwa hiyo tutakuwa na tuzo kede. Tunaanza saa 10 kamili na tunatarajia kumaliza saa 2 kasarobo kabla ya kuenda kwenye taarifa za habari za vyombo mbalimbali vya habari. Tuzingatie kwamba tukio hili litarushwa live na Azam TV na wengineo wengi watakokuwa na kwenda na live streaming, mitandao mingi ya kijamii ikirusha tukio hili ambalo ni la kipekee na lenye weledi mkubwa zaidi katika tasnia yetu ya habari hapa Tanzania. Mimi ni Bwana Mwanzo Milinga, nilikuwa mmoja wa majaji 12 wa EJAT ya awamu ya 16 katika kazi ya ujaji, lakini pia nilikuwa katibu wa jopo la majaji. Katika kazi ya ujaji wa EJAT safari hii kulikuwa na vigezo 10 ambavyo majaji walikuwa wanazingatia, na kila kigezo kilikuwa na max 10. Kwa hiyo jaji kwa kulingana na tathmini anayofanya ile kazi anapoipitia anatoa max kuanzia 1 mpaka 10. 1, 2, 3 ni kiwango cha chini, na 5 na 6 ni kiwango cha kati, 9 na 10 ni kiwango cha juu sana. Sasa akitoa kiwango cha chini anatoa sababu kwa nini, vitu gani vinakosekana, na akitoa kiwango cha juu ni kwamba hiyo kazi ina vitu gani ambavyo ni maalum. Sasa kigezo cha kwanza kabisa kilichokuwa kinazingatiwa ni uhalisia wa lile wazo, originality tunasema, na kuna vigezo vingine hapa katikati kwa maana ya kuzingatia maadili ya kazi, uwezo wa kutumia jukwaa analolitumia kama ni gazeti, kama ni TV au redio au mtandaoni. Lakini kigezo cha mwisho ambacho ni sio kwa umuhimu kilichokuwa kinazingatiwa ni athari kwa jamii au tunasema impact kwa jamii. Hiyo ndio ilikuwa muhimu sana, na EJAT kwa mara ya kwanza safari hii imezingatia sana kufuatilia athari kwa jamii ya kazi ambazo waandishi walizifanya. Kwa hiyo MCT walikuwa wamewakamisheni majaji wengine kufuatilia impact au athari ya hizo kazi kwenye jamii kule ilikofanyiwa hiyo story. Kwa hiyo kesho kutakuwa na kuonesha pia story ambazo zimeleta athari kubwa kwa jamii kwa maana ya impact katika kuonyesha yale yaliyokuwa yametokea, kama viongozi walirespondi na kufanya maamuzi na kutekeleza au kuboresha, kuleta suluhisho na kadhalika. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.